Diddy atumiwa kumbaka mwanaume mwenzake na kisha kumtishia kumuua kama Tupac. Mwanaume mmoja ajulikanaye kwa jina la Steve Otis amefungua kesi ya tukio lilotokea 2012 ambalo kwake kama kumbukumbu mbaya. So Otis anadai alipewa madawa na kisha kubakwa na Diddy. Faili hilo limekusanya maelezo ambayo mshtaki anadai alilazimishwa kushiriki ngono na mwanamke mmoja bila kinga kwa muda wa saa kadhaa, na baadaye Diddy akamuondoa Otis kutoka kwa mwanamke huyo na kuanza kumbaka kama sehemu ya kuonyesha umwamba. Jamaa anasema alitaka kuondoka kwenye chumba cha Diddy baada ya kuona mambo yamemgeukia. Badala yake Diddy anatuhumiwa kwamba alimkandamiza mtu huyo ukutani, ambapo alimlawiti kinguvu bwana Otis. Otis amedai pia kwamba Diddy alitumia nguvu yake kumfanya akae kimya, huku akimwambia if I can get Pac hit was a fuck. Noma sana. Do you think then happen to you? Noma sana. So bana, noma. So yani kama naweza kufanya kama Tupac akapigwa risasi, unafikiri ni kitu gani kitatokea kwako? Otis anasema alisubiri hadi 2025 kuja mbele ya jamii na kumshtaki Diddy kwani anahisi yupo salama. Hivi sasa anadai fidia kutokana na unyama huu ambao umemharibia karia yake na maisha yake bana. Huo ni ujumbe wa mtu mzima bana, Steve Otis, ambaye amezungumza, ameamua kujitokeza mbele ya jamii. And of course Diddy bana, utakutana na masuala ya Diddy Oil. Unajua zile kipindi hicho jamaa alikuwa na kashfa nyingi noma, kuonekana kama anawafanyia vibaya wasanii wenzake. Bana, tunaomba sana katika hili bana, nchi yetu isiingiwe na hiki kitu, kwa sababu ushoga ni issue mbaya sana. So na wanitu ambao mna support ushoga design, kama hatupendi tunachukia, sema ni vile tu ambavyo tuweza kuachana. Unajua zile tuweza kuachana moja kwa moja kama mtuona kama tunawazingua, lakini kiukweli sisi tunadisi sana hichi kitu kwa sababu tunakuwa tunamkufuru Mwenyezi Mungu. So utamaduni wa nchi za ughaibuni usituharibie taifa letu, vijana wanaharibika vitu kama hivyo bana. Hiyo ni taarifa hiyo. So fanya kubonyeza subscribe, itakuwa fresh.